kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe mara tena, mpendelevu wa redio ya kijamii Kivu, popote pale ulipo. Bila shaka natumai kuwa umuheri wa afya, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kufuatilia kwa karibu uchambuzi wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu leo hii, ripoti za wanaripota wetu toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo na burudani, pia habari za kitaifa na zile za kimataifa. Mchambuzi wako wa siku, jina langu Grace Pascal, upande wa pili ukiwa ni wake Antoine Malashi. Basi tuambatane mwanzo hadi mwisho, unasema karibu. Na kabla ya uchambuzi habari mwenyewe kwa kina, hebu tufuate habari muhimu ambazo za leo zitaletwa kwako na Safari Adimasi. Asante sana Big Grace Pascal Lidi kwa kuweza kunipa fursa hii ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Na kama ilivyo ada na desturi, katika habari muhimu tutaanzia na hapa katika mji wa Baraka na taarifa isemazo kuwa siku bila kazi ya uchukuzi wa watu pamoja na mizigo iliyotishwa na muungano wa mashirika ya uchukuzi kwa lengo la kutaka kuondolewa kwa kituo kilichowekwa na polisi wa usalama barabarani Pakatanga imetekelezwa kwa kiwango kikubwa na waendesha vyombo vya uchukuzi ndani ya mji wa Baraka Ijumaa ya tarehe 15 Machi 2024. Habari zetu muhimu zitajielekeza vile vile huko katika tarafa ya Uvira katika mji wa Sange. Shirika la raia ndani ya tarafa ya Uvira Pasange limesema kupongeza hali ya usalama unaoripotiwa kwa sasa katika maeneo mbalimbali ya bonde la Mto Ruzizi katika siku hizi. Hivyo ni moja kati ya matunda ya ushirikiano kati ya raia na vyombo vya usalama kwa kuwa nataja wahalifu mara kwa mara eneo hizo. Tukiachana na habari za huko katika tarafa Uvira, tujielekeze jimboni Tanganyika katika mji wa Kalemi. Wakaaji wa kata Katanika mjini Kalemi jimboni Tanganyika wanaomba kwa shirika la umeme SNEL eneo hilo kufanya jitihada ili kata hilo lipate umeme, hivyo ni kutokana na kusuasua kwa umeme katika eneo hilo. Tumalizia habari muhimu na uko Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza uamuzi wake wa kuondoa kusitishwa kwa utekelezaji wa hukumu ya kifo nchini humo. Hatua hiyo imetolewa Jumatano ya tarehe 13 Machi 2024 huko mjini Kinshasa. Mengi zaidi Bamesa Di Francois atatujia nayo. Big Grace Pascal Lidi, sina la ziada, naweka nukta kwenye habari muhimu. Ni kushukuru sana Safari Almas. Tukianzia jijini Baraka ni kwamba amejiunga rasmi na chama cha UDPS Ijumaa tarehe 15 Machi mwaka 2024 mwananchi Rodrigue Kinamula. Huyo ametaja kuleta mchango wake kwa kutekeleza maono ya rais wa DRC Felix Tshisekedi pamoja na mbunge Jean-Jacques Elakano. Katika mazungumzo na mwanamemba huyo mpya wa chama tawala, bwana Rodrigue Kinamula amesema ni vema kuunga mkono chama tawala ili kujenga Kongo imara. Nilipenda kuambia wakaaji wote wa Baraka na territoire ya Fizi kama mimi tena kama vile vice cordo wa FPI mu territoire ya Fizi, force politique ya l'UDPS na radife kama vile parti ambayo inapatikana mu regroupement ya FPI, nilikamata jukumu ya kutoka mu FPI na kujiunga na UDPS. Nilipenda nifate maelekezo ya rais wetu Tshisekedi, le peuple d'abord, pamoja na mbunge wetu Jean-Jacques Elakano na marafiki wote kama vile Shikoa Abwe, kusema najiunga kule na kufuatilia ile ambayo rais anasema le peuple d'abord. Nimejisikia kama vile mtu binafsi kusema natoka huko na kwenda huko. UDPS ni parti yenye iko direct na rais, na kule kwa FPI ni maparti ko mozaiki. Kasema siwezi bakia mu mozaiki, ifale niende kuchama
ambayo rais mwenyewe alitoka hako. Viongozi wa UDPS wategemee kama wanapata mwanamemba suja ambaye atasaidia kuendeleza vizio ya rais hapa kwetu tarafani Fizi. Kwenye nilikuwa ni mtu kabambi na ninahitaji hata kwenye naenda niko mtu kabambi, na nitaendelea kwenda na kusaidia population yetu ya Fizi iendelee kutumika mwa ile ambayo rais alisema le peuple d'abord. Upande wa mwenyekiti wa chama cha UDPS mjini Baraka, Bwana Sadiki Mialano, ametaja kupokea kwa mikono miwili mwanamemba huyo. Kuniaba ya selile vraiment tunapokea adhesion ya cadre wetu Rodrigue kwa furaha mingi sana. Vraiment ni furaha mingi sana, tunaipokea kwa shangwe na vigeregere. Mafikira ni kwamba gisi aliamua yeye mwenyewe kutoka kule alipo, gisi alisema ni alie anakuya ku parti direct ya UDPS. Tunafikiri gisi tulimemfuata, alikuwa mtu mkubwa kwa ile parti, na huku kwenye anakuya tunafikiria tutamtupilia na atafanya kazi mingi paske age yake kwanza inaonyesha kama angali kijana shujaa, donc atafaa kazi ngumu, kazi kubwa mu parti ya UDPS yetu. Juu wajene vraiment tuko na besoin na wale watu ambao wanabakia. Kintawaomba nyakati ya uchaguzi imeshapita, na nyakati ya uchaguzi kuna kwa kama mabadiliko tofauti. Kwa hiyo nitaweza waambia wale wote walijisantire kukuwa alie ya UDPS, yani watu karibu sana na UDPS, wakuje jiunga binafsi ku UDPS, waje vraiment na waita wote. Tukiwa bado jijini Baraka, siku bila kazi ya uchukuzi wa watu pamoja na mizigo iliyoitishwa na muungano wa mashirika ya uchukuzi kwa lengo la kutaka kuondolewa kwa kituo kilichowekwa na polisi wa usalama barabarani Pakatanga imetekelezwa kwa kiwango nao waendesha vyombo vya uchukuzi ndani ya mji wa Baraka Ijumaa ya tariki 15 Machi mwaka huu tunao. Wakati wa mahojiano na Radio Kivu, Bwana Mkunji Elisha Lesemple, coordinator wa Sepromo Veteski jimboni Kivu Kusini, ameanza kutoa shukrani zake kwa waendeshaji wa vyombo vya uchukuzi kwa kuweza kutia azimio hiyo toka kwa viongozi wao. Vyombo vyote vya uchukuzi viliheshimu mgomo ambao uliitishwa na muungano wa mashirika za wachukuzi SIAT. C'est pour dire que journée ilikuwa bien respecté kama gisi sisi tuliweza kuita, na hiyo ilikuwa ni hali ya kuonyesha kwamba wa membre wetu wako fidel kuma association zao na kupermettre watu wengine wako wanajua kwamba endapo wanaendelea kutumika katika hali ya makosa tutapana mo d'ordre kwa wa membre na wataifata, sababu ni sisi viongozi wao. Tunasema kama leo tulifanya journée moja sans circulation na ilipita vizuri, tulienda paka Katanga. Tulitosha ile madodane yote pale, wale wa PCR walikuwa deja pale, tuliwaambia watoke, hatuna nao tatizo. Sababu ya sisi kusema kwamba watoke ililingana na resolution ya kikao ambacho tulifanya ya meri ya Baraka ambacho kilisimamiwa na meya wa jiji la Baraka, na katika kikao hicho decision ya mwisho iliweza tolewa na meya wa jiji ya kusema kwamba post ya PCR ya Katanga inatoka. Lakini kitu cha ajabu kama tuliingia action citoyenne, parce que wengine wanaweza kujiuliza mbona meya wa jiji aliandika barua ya kupinga ule mgomo usikue, lakini tumeufanya sababu meya wa jiji alisema kwamba mgomo usikue kwa kuwa polisi wataweka ile kizuizi pale Katanga, lakini tulilamka wao wamesha kuweka kile kizuizi pale. Voilà pourquoi tulisema tunapaswa kumaintenir action yetu. Voilà pourquoi tulipenda siku ya leo tufanye action citoyenne na tuonyeshe kwamba tunahuzunika na existence ya ile poste pale. Ile police de circulation routière inatumika kinyume na mainstruction ambazo wanapewa na meya wa jiji. Wao wanakuwa na zingine instruction ambazo wanapewa tujue wanatoka nazo wapi. Epi tunawalomba barua ambazo zinawasutenir, barua ambazo zinawaapuye kwa kwenda kuweka kile kizuizi pale Katanga. Hawana. Sisi kama vile raia tukubali namna gani vizuizi vyo vinawekwa. Oro tunayua ke commissaire provincial kupitia barua yake ya tariki 16 mwezi wa 3 mu 2021 alisema ke mu territoire ya Fizi mkuwe poste de contrôle 5 za PCR, na parmi hizo poste moja ikuwe Baraka. Mena pourquoi tukubali ingine poste de contrôle iongezwe Baraka? Hatupaswi kukubali parce que tuko na ile barua ya commissaire provincial. Hata hivyo, waendeshaji wa vyombo vya usafiri wametaja kuwa kwa sasa wamefika mwisho na ni vyema kituo kilichopo Pakatanga kiweze kuondolewa haraka kama walivyoeleza.
Bo okay, sisi tuko tunashangala njoo hiki. Gisi zingine vile ziko na yetu iko tofauti. Juu ya nini? Motari wa Fizi akifika akimaliza ile Makobola anaingia ngambo ya Uvira mpaka hizo atafika Mulongwe, hakuna fasi atasema njoo alipe makuta. Mais wa Uvira kishafika tu njoo mpaka Makobola anafika deja Mufizi ni franga, afike hapa Lukoke ni makuta, afike Fizi ni makuta. Hapana. Hata kwa kila fasi mtu akona lipa ni makuta. Tukamate mfano wa Kalemi roulage fasi ya makuta biko mbali distance 25 km na Kalemi. Sasa hapa vile alitia hapa Lukoke na Fizi. Afadhali vile par rapport utie Lukoke utie Katanga ile yote intrakaseri. Na ile njoo maana tuliona tu fanya journée ile kwa maandamano. Sisi vraiment tumeishika 100% hii maandamano tulimefanya leo kwa accompagner zile biro ambao wakubwa wetu wenye wanajitolea kwa responsable wetu sisi kama vile viongozi. Hapa kwetu Baraka kuko siasa moja ya kabambi sana. Inaonekana kuko batu wako puru ya kusema ni wa responsable wa kutetea wengine kumi ni wanafiki, ni wezi. Tumekuja kudekuvri kama leo kumbi wa komanda PCR wa hapa wanakula na wamoja wao kuitwa kama wako viongozi wetu sisi na wako vijana 4-5. Paske sisi maisha tuko tunaishi leo hapa Baraka, maisha iko magumu sana. Sasa sio unafika pale Katanga ifo uache 2000, uende ku sekta ya Malinde pale kukamba ya Mtambala 1000 francs. Ukienda ya sekta ya Nganja 1500. Unaonekana na kotiko essence moja ya mafuta ni 6000. Ndio kitu kuna sisi tunaona kama tunakosa tunaweza kuona kama tunaweza pondekana sana. Na kwa ile tunataka kutuongeza tena kwa kusema hivi. Hii territoire ya Fizi haiko territoire ya kusema itakuwa na kwa na jerewa ba chef kutimia ya la police hapana. Mambo ya circulation routière ni watu wenye wako wanakoka na mamitation. Haiko kusema kama kule baliuzaka kule vile kule Kishasa au Bukavu wanauza territoire fikusa kile ikosa ile ndio shamba yao. Ni muda sisi wa motari watoto ya Fizi kujikombola. Hatutaitika lule lolote lutafanyika hapa Baraka Joel Carrefour. Itakuwa mawili. Entre sote bale ba police itakuwa sacrifice ndio washakazoea kutupiga masasi tunakufa. Ndio ile nataka kulomba kama ifale wafanye kiziada yote wa refreshire Joel Carrefour. Isikue. Wewe unajua anaingia leo la polisi anaenda mpesa ndio anajua kama mle ndio mko matunda ila tutaitika ile mtayarisha maprisonnier mtatutia amo. Ile mtamba kumbe ifo tuiue. Na nishukuru sana leo tulishinda, kesho tutashinda juu ile kamba ikufe kabisa. Kwangu mimi nafurahi sana kwa sababu matrakasiri ilikuwa ishakuwa mingi sana mkazi yetu. Mimi kama motari hivi niko nasabia deja miaka 3. Matrakasiri iko mingi tu sana. Mtu kutoka hapa kwenda Kalunja hapa hivi ni maseremonia mingi sana. Mbona nikakuwa najiuliza kwamba tena nilikuwa natoka hapa Baraka nifike Katanga nifike Sebele ilifale niache 2000 pale kufika tena mtamba wa sekteri ya Mtambala niache 1000 francs nifike ku mtamba ya nani kuko service mbili kuko Transcom na sekteri nyingine tena. Transcom iko nalomba pale soit 2000 soit 1500. Sekteri inalomba 500, ça fait combien 2000 soit 2500. Inaenda vile siku nakuwa na kitu. Deja vile batoto wangu banangaika na mimi naangaika. Kesho yake mwenye moto atanyanganya moto yake, kesho yake tena mnakuwa kunibana sini kwa mwizi. Kitu yenye naweza sema sasa vile motari. Tukumbushe kuwa bado mgomo huo unaendelea mpaka siku 2 kama ilivyoandaliwa kwenye kibarua. Tukiwa daima ndani ya mji wa Baraka, uongozi wa shirika la wamiliki wa duka za dawa tarafani Fizi Profafi umetaja kulaani vikali kitendo cha mwanamemba wao anayeitwa Magoro wa Mapa ya Olivier aliyepotea kwenye mazingira ya kutatanisha Pakatanga na mpaka sasa hajapatikana. Akizungumza na redio yako Bwana Wilonja Nondo Mambafar, kiongozi wa Profafi amesema kuwa ni jambo la kusikitisha kuona mwanamemba wao amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Huyo anaomba vyombo vya usalama kufanya kila liwezekanalo ili mwanamemba wao apate kuonekana. Wilonja Nondo Mambafar anaeleza. Niko na mshangao sana kabisa kwa sababu vitu vya mingi venye viko napita mwa nchi yetu ya Kongo vraiment benya vipitake mwa ingine nchi, kwa sababu ukikuta musektere yangu ya mafarmasi yenye mimi nasimamia sasa vile president muko nabita bitu yenye vraiment yenye ipitake mwa ingine ma nchi. Mtu kama iko mchuruzi iko na droit ya securite, serikali iko na droit ya kutilia mtu securite, mtu na mali zake zote wanamtilia securite. Lakini unakia kutabiri kuna napita manlevement ziko nakuwa kila siku enlevement, kila siku hapa mapala enlevement, vraiment iko kitu ya
kushangaza sana. Ile ni kufatana ma services de ziko charge na securite azifanye kazi sana kawaida, kwa sababu ule ndugu yangu alishindaka mkazi, ule membre wetu wa association ya Profafi alishindaka mkazi, akatoka mkazi maventer akaenda nyumbani, kufika nyumbani akakuta watoto wanagonjwa, akakuwa obligé arudie tena kukazi, aende beba dawa pour kende soulager mtoto kwa ile mwili moto yenye alikuwa anakuwa nayo. Ile kutoka yake kunyumba akufika kukazi, kwa sababu kukazi yake kuna nalaka mtu kukazi ya kuonekanaka, kurudia tena kunyumba akuonekana, na mpaka hivi ule mwenzetu ayaonekana. Tunawasihi sana vraiment, kwanza security yetu ikuwe inakuwa ya mzuri sana. Wakati sisi tunatumika makazi, tunajidebrie mafaso zetu, tunalomba tu kwa serikali ni kututia serikali tuwe na security ya mzuri. Mtu sisi na mali zetu tukuwa na security ya mzuri. Wakati mtu ko mkazi, maserikali ziko sharia na security zifanye kazi yabo sawa na kawaida. Ile ndio ya maana tunawasihi sana kabisa, na wajikaze sana batutafutie ule mtu wetu kwenye iko, kwa sababu kama mtu anapotea tunapasha dai serikali. Juu serikali ndio iko sharia na security ya kila ya raia wake. Ni vitu sana ile ndugu yangu. Maserikali ziko sharia na security ifanye kazi kwa haraka, tupate ule mtu wetu aonekane, itakuwa ya muhimu sana. Kwa sababu bila security muinchi vitu yote inaharibika. Kule tarafani Uvira, shirika la raia ndani ya tarafa ya Uvira Pasange limesema kupongeza hali ya usalama unaoripotiwa kwa sasa katika maeneo mbalimbali ya bonde la mto Ruzizi katika siku hizi. Hiyo ni moja kati ya matunda ya ushirikiano kati ya raia na vyombo vya usalama, kwa kuwa nataja wahalifu mara kwa mara eneo hizo. Udhibitisho ni wake mwananchi Kidumu Filemo, mkuu kiongozi wa shirika la raia tarafani Uvira, ambaye upande mwingine amekemea kwa hali ya juu tabia mbovu ya watu kuwa anajichukulia sheria mkononi, na wakati vyombo vya sheria ndivyo vina wajibu huo, kama alivyoeleza Toka Sange. Kuhusu hali ya usalama kwa ngambo ya bonde la mto Ruzizi, hali ni shwari. Sio kusema ya kwamba ni shwari kupitia vitengo vyote ambavyo vinalenga usalama, hapana. Lakini kwa ngambo ya hali kama gisi mnaijua, ambayo ilikuwa ikisumbua watu kila siku, wamepeleka watu porini, watu wamenyang'anywa barabarani, sijui na mengine ya mauaji, kama vile vitengo vile. Kwa kweli kwa leo ni kama vile afadhali, kwa sababu watu wamesikia ile ambayo tumewafunza, na watu kwa sasa wanataja kama vile ilivyo kawaida. Wakiona tu mtu mbaya hapo wanataja. Kwa kweli haiwezi kazuilike limoja na limoja, lakini ile ndiyo hali ambayo inakuweko. Ambayo inatishia ni kusema kwamba kunakuwa na hali ambayo inakuwa ni ya kujihukumia wenyewe kwenye vijiji kama vile kijiji cha Kiringi Nyamtiri, ambako Jumajana watu wameenda kujihukumia wenyewe kwa kuwaua na kuwaongoza watu wawili, na ile inakuwa ni tishio kubwa. Na kwa kijiji cha Luberizi pia kunakuwa na ile ambayo ni ya kushotashota watu vidole na kuambia kwamba wao wanakuwa ni wachawi. Ile nayo sio hali nzuri wakati inakuwa pale. Na sasa nampisha Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Asante sana kabisa Bigras Pascal. Leo katika habari za michezo ni kwamba draw ya ligi ya mabingwa barani Ulaya katika hatua yake ya robo finali hatimaye imeweza kupangwa siku ya Ijumaa ya wiki tunayo ya tarehe 15 Machi mwaka 2024, ambako klabu takriban 8 zilizofuzu kwenye hatua hiyo wamebaini wapinzani wao. Kama kawaida, washika mitutu huko nchini Uingereza, Arsenal Gunners wamepangwa dhidi ya Bayern Munich ya huko Jerumani, huku mabingwa watetezi wa ligi hiyo Manchester City vile vile ya huko nchini Uingereza wakikutanishwa na mabingwa wa kihistoria Real Madrid. Klabu ya Barcelona ya huko Hispania wamepewa klabu ya Paris Saint-Germain ya huko Faransa, na klabu ya Atletico de Madrid vile vile ya huko Hispania wamepangwa dhidi ya Borussia Dortmund ya huko Jerumani. Fahamu ya kwamba mshindi kati ya Arsenal Gunners na Bayern Munich atachuana na mshindi kati ya Real Madrid na Manchester City kwenye hatua ya nusu finali, na mshindi kati ya Paris Saint-Germain dhidi
ya Barcelona atapambana vikali zidi ya mshindi kati ya Atletico de Madrid zidi ya Borussia Dortmund. Vile vile draw ya robo finali ya michuano ya shirikisho barani Ulaya ima Europa League iliweza kupigwa. Klabu ya AC Milan ya huko nchini Italia walipangwa zidi ya AC Roma, vile vile ya huko Italia. Liverpool ya huko nchini Uingereza wamepangwa zidi ya Atalanta ya huko nchini Italia. Klabu ya Marseille ya huko nchini Ufaransa wamepewa Benfica Lisbon ya huko Reno, na klabu ya Bayer Leverkusen ya huko nchini Ujerumani wamepangwa zidi ya Gonga Nyundo hapo nchini Uingereza, West Ham United. Na draw ya robo finali ya michuano ya Europa Conference League vile vile nao iliweza kupangwa huko barani Ulaya. Klabu ya Brugge ya huko nchini Ubelgiji wamepangwa zidi ya FC PAOK. Olympiacos watapambana zidi ya Fenerbahce, klabu zote hizo mbili zikiwa ni klabu za huko nchini Uturuki. Aston Villa ya hapo Uingereza wamepewa klabu ya Lille ya huko Ufaransa, na klabu ya Victoria Plzen watapambana zidi ya klabu ya Fiorentina ya huko Italia. Kwingineko ni kwamba kupitia mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA imezipitisha rasmi kuwa mashindano ya kombe la dunia la vijana wasiozidisha umri wa miaka 17 kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2029 yatafanyika nchini Qatar. FIFA wameeleza sababu kubwa ya kuchukua maamuzi hayo ni kutokana na miundombinu iliyopo nchini Qatar inayoridhisha kupokea mashindano hayo. Na weka nukta kwenye habari za michezo. Ni kushukuru sana Sudi wa Sudi Valentine. Msikilizaji, endapo ndo unajiunga nasi, unasikiliza vema uchambuzi wa habari zetu toka idhaa ya Kiswahili ya redio ya kijamii Kivu Baraka kwenye masafa FM kupitia metabendi ya 93.0. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni ukurasa wa habari za kitaifa. Kule Kinshasa ni kwamba serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza uamuzi wake wa kuondoa kusitishwa kwa utekelezaji wa hukumu ya kifo nchini humo. Hatua hiyo imetolewa Jumatano ya tariki 13 Machi mwaka 2024 mjini Kinshasa. Mengi zaidi ametuandalia mwenzetu Baomesa Di Francois. Uamuzi huo wa kuondoa kusitishwa kwa utekelezaji wa hukumu ya kifo unaibua maoni tofauti miongoni mwa wakomeshaji wanaopigana dhidi ya hukumu ya kifo, huku wafuasi wa adhabu hii wanaoshikilia msimamo wao wakipongeza msimamo wa serikali. Mwanasheria Eloi Mobilansem, mwenyekiti wa kitengo cha haki za binadamu wa Kongo CCDH, amesema hili ni pigo kubwa kwa haki za kibinadamu, ukurasa mweusi kwa watetezi wa haki za binadamu kama sisi katika karne hii ya 21, wakati mataifa ya dunia yapo katika harakati za kukomesha hukumu ya kifo. Mwanasheria huyo anapendekeza kwa wabunge kupitisha sheria ambayo inaweza kukomesha kabisa hukumu ya kifo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine, wanaoshikilia adhabu ya kifo wanafikiri kwamba lazima kutekelezwa kikamilifu hukumu ya kifo ambayo ilisitishwa tu. Kulingana na kikundi cha watetezi, nchi inakumbwa na uasi unaorudiwa kwa sababu ya kutokujali. Hivyo kwa upande wao, utekelezaji wa adhabu ya kifo ni kizuizi dhidi ya kila aina ya uhalifu mkubwa. Hapa na nukuu, hakuna tena kuluna wanaoua watu, hakuna tena usaliti kwa wanajeshi, na pongezi kwa rais wa jamhuri, amesema mwanasheria Rifin Luko, wakili katika baa ya Kinshasa Matete kwenye Radio Kapi. Na sasa tuangazie ukurasa huu na ripoti kutoka mikoa mengine, tukianzia kule Kivu ya Kaskazini ambako baada ya serikali ya DRC kupitia Wizara ya Sheria kutoa na kutangaza sheria mpya ya hukumu ya kifo, maoni yamekuwa mengi kwa watu wa tabaka mbalimbali hapa nchini. Kwake mratibu wa vuguvugu la shinikizo au Mouvement de Pression la Veranda Misanga jimboni Kivu Kaskazini, Bwana Patrick Riki amepongeza serikali kwa sheria hiyo mpya. Omari Makelele Uzil ametuandalia ripoti kamili. Katika mahojiano na vyombo vya habari siku ya Ijumaa hii ya tariki 15 Machi 2024 mjini Goma, mwanaharakati huyo wa haki za binadamu tena mratibu wa vuguvugu la Veranda Musanga amesema kuwa sheria hiyo ni ya kusapoti, kwani inaweza kusitisha vitendo vingi vya usaliti vinavyoripotiwa ndani ya nchi, hasa katika jeshi la taifa FARDC.
hii kusema kama waleve moratoire ya peine de mort ni habari nzuri, haiko mbaya, kwa sababu unajua nchi yetu iliweza kuintegre Wanyarwanda kupitia mamixage ya magroupe arme na mabrassage, iliweza kuingiza Wanyarwanda wengi, na hiyo ilileta infiltration mingi sana ndani ya jeshi letu la Kongo. Na wakati inafika hivyo leo tunaweza kushindwa vita kwa sababu hakuna siri ambayo tunakuwa nayo ndani ya jeshi ya Kongo, kwa sababu Wanyarwanda wanakuwa wengi, na wakati wanakuwa wakipangilia mipango ya kupiga M23 unakutana habari ishafikia adui, na wakati habari inafikia adui unakutana wakati tunatafuta atake tunakutana adui ashakimbia. Tunasema huyu alijua namna gani? Japokuwa operation tulipanga kwa mfano itafanyika 4h du matin, mais wakati mnafika pale mnakutana adui ashakimbia. Na hii inaleta huzuni kwa sababu ni katika jeshi letu la FARDC ndio waofisa na majeshi moya ambayo ni wa infiltre katika jeshi letu waliingia katika jeshi la FARDC kupitia mamixage na hii inaweza kukuacha tunashindwa vita kweli. Na hawa wainfiltre wote mawatretre ambao wanakuwa wakikula pesa ya chakula ya malipo ya wajeshi wetu, hiyo inademoralize wasoda na wazalendo. Wanatumiwa chakula lakini pesa inakuwa detourne, na nikusema hao wote wanakuwa watretre ambao wanastahili kupandikwa na hiyo sio mbaya kabisa, ni lazima sana. Hata hivyo, upande mwingine, leader huyo wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ameongeza kuwa ni vyema rais wa nchi ya DRC Felix Tshisekedi kuwa makini ili sheria hiyo isitumiwe kinyume na baadhi ya watu wenye mamlaka ili kuangamiza watu wasio na hatia kwa njia moja au nyingine, kama alivyorejea mara tena Patrick Riki. Ila tunakuwa na boga ni kwamba tutaweza kuona mareglement de compte. Hiyo mareglement de compte kiongozi fulani wa siasa alikuwa na conflit na mtu fulani, alafu wanaweza kumuua kwa jina ya hiyo execution ya peine de mort. Na tunasema kwamba chef de l'etat aweze kuveiller kwa hiyo, ili tusiweze kuona watu ambao ni wa innocent waweze kuuiwa kwa sababu selma watu walitafuta règlement compte. Unajua hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunakuwa mambo mingi napitikana. Uliona Blaise Kavungera alifungiwa, wanasema huyu anakuwa tunazungumuza na wasi, na wakati waliweza kumfunga waliona walimpeleka hata Kinshasa, na wakati waliweza kuchunguza walikosa preve, hakukuwa preve na alifunguliwa. Na tuliona pia president wa communauté ya Wahunde aliweza kufungwa, naye walimstaki kusema kwamba naye vile vile anakuwa nazungumuza na wasi wa M23, lakini wakati waliweza kufanya uchunguzi wanakutana wanakosa preve, ndio huyu amefunguliwa. Ni kusema hiyo mambo sheria ya kwetu haitumiki vizuri, na wakati sheria haitumiki vizuri kuna huzuni ama susi ambao tunamanifeste hapo kuona kwamba wakati watakuwa wakiexecute hii peine de mort kunaweza kuwa wa victime wa innocent wengi sana, kwa sababu unajua hata katika jela zetu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 90% ni watu ambayo hawayasambishiwa, wanakuwa humo katika majela hawasambishiwe. Ni kusema sheria yetu haitumike ingali ampane, na kama sheria ingali ampane ni kusema chef de l'etat inalomba ajimplike ili tusiweze kuona mareglement de compte na ikuwe nyingi kati ya wanasiasa. Unajua hii ni mambo ambayo tunaona katika nchi ya Kongo, unakutana tu kuna konflika kidogo na mkubwa hata wa kijeshi wanakukamata wanakutupa munzenze wanakutupa mprizo makala. Hasa Kinshasa ni ajabu, sheria kwetu kabisa ishakufa, haitumiki. Na ndio maana tunasema chef de l'etat aweze kukamata ma mesure preventive za kuakompanye hii mesure ambayo ministeri ya justice inaweza kukamata, na itakuwa ya muhimu sana. Tukumbushe kuwa sheria hiyo iliyotangazwa na waziri wa taifa husika na sheria ilipendekezwa tangu muda mrefu na kutengenezwa sasa siku ya Alhamisi mjini Kinshasa. Kinachobaki ni kusubiri utendaji wake. Mwishowe ni jimboni Tanganyika. Wakaaji wa kata Katanika mjini Kalemi jimboni Tanganyika wameomba kwa shirika la umeme SNEL eneo hilo kufanya jitihada ili kata hilo lipate umeme.
hivyo ni kutokana na kusuasua kwa umeme eneo hilo. Olombwe DJ Dr. kutoka Kalemi anaripoti kamili. Muda wa mahojiano na Radio Kivu mnamo Jumatano hii ndani ya ofisi yake ya kazi, mwenyekiti wa Karta Katanika Kafimbo Tulenabo Rafael anadai kuguswa sana kuona hadi kwa siku za leo juhudi zote ambao wakaaji wa karta yake walikuwa naifanya kwa ajili ya umeme ufike kwenye karta kama na hiyo, juhudi hizo hazichukuliwi na samani nao mashirika yanayokuwa nahusika na masuala ya kutoa umeme, ikiwemo shirika la manispaa ya mji wa Kalemi kihusika na masuala ya nishati pamoja na kampuni la taifa nalohusika na masuala ya umeme SNEL kitengo chake cha hapa mjini Kalemi, ambao kufuatana naye anaeleza wanakuwa nalazimisha wakaaji hao wawe wanalipa pesa yote na wakuwa napangiwa ili kupata umeme, ijapokuwa anaongeza raia wa karta kama na hiyo walikuwa na gharamia kazi yote ya kufikisha umeme hadi kwenye karta kama na hiyo Katanika, vile vile na kusaidiwa na watu wenye moyo mwema. Population ilijitahidi kutafuta mapoto yapata 13 na Fondation Viki Katumwa ilitusaidia masinga ya umeme na ilitusaidia vile vile masaki ya sima kwa ajili ya kuplante mapoto. Kwa mshangao na population na shanga kuona kama inahitaji moto ingie nyumbani kwao, lakini kuko ma exigence mingi ambaye SNEL na service ya energy inapenda kuomba ile population. Ndio maana population inajiuliza namna gani hiyo imejifanyia kazi hiyo peke, masinga yao, mapoto yao, sima zao, na msaada wa mama Viki wa kusaidia SNEL kulipa namna kuingiza moto. Inajiuliza sijui kama iko wapi, puisque service ya energy nayo inalomba kwa kuingiza moto inafaa au moins $155 na population ilisha kucontribue mambo yote, puisque l'etat ndio anastahili kututilia moto, lakini population inafanya nguvu inatia moto mu budget yake. Population ilisha kucontribue, namna gani habata kutoexonere kwa jinsi tupate namna ya moto hiyo facile kuingiza kwa manyumba, tupunguzie namna gani batu facilement bapate moto, ba encourager population ipate moto kwa urahisi. Mwenyekiti wa Karta Katanika anaeleza kwamba kuhusu kesi kama na hii ameshawahi kuonana na viongozi wake kwa ajili ya kupata suluhu, lakini hadi sasa hakuna kinachokuwa nafanyika. No, mpaka leo atuyapata isipokuwa tu note tunapata mkanda leo kutoka kwa maire de la ville wa kukubali reception ya barua. Tukupata jibu fulani, lakini tu reception ya barua kama balipokea, lakini hatuyapata jibu fulani kwa autorite. Ikingali kimya na population wanajiuliza huu kimya unatokea wapi, wanakatala au wanataka nini? Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Dr. Na hiyo ilikuwa ni ripoti ya kwake Olombwe DJ Dr. kutoka Kalemi. Msikilizaji, ni kushukuru kwa kuambatana nami mwanzo hadi mwisho. Grace Pascal ni jina langu, Antoine Malash ni fundi mitambo. Basi sina la ziada, kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.